Si una mawazo yanayokereketa moyo, si una vikwazo hujapata wa kusema nao. Usitunze kero ukajaza manunguniko, njoo useme leo. Usitunze mawazo tukayakosa wengi, njoo tuelimishe leo. Sauti ya jamii, sauti ya jamii. Changamoto za ulinzi wa mazingira ni mtihani unaozikabili nchi nyingi, hasa kutokana na umaskini unaochangia wengi kuingia katika shughuli za uharibifu wa mazingira, ikiwa ni pamoja na ukataji miti hovyo kwa ajili ya kuni na uchomaji mkaa. Tunakimbia porini, tunatafuta kuni tunaleta. Yaani hapo kweli kuni zikosekana, mkaa ukakosekana, hapo sasa itakuwa ngumu kabisa. Tunaenda kuchukua kule ambako wengine walikata wanaouza mkaa. Tukienda ukata miti tena tunafanya uharibifu. Tunakualika msikilizaji katika makala ya Sauti ya Jamii, ambapo leo tunaangazia uharibifu wa mazingira kutokana na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa. Habari ya kwako Sam? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Sijajua katika upande wako wewe upo vipi kwa siku hii ya leo? Mimi niko poa, lakini leo tumebeba mada kuizungumzia kuhusiana na uharibifu wa mazingira na kwa nini tumeenda kwenye ukataji wa miti labda kwa ajili ya nishati ya kuni na mkaa. Tutajua mengi huko Sam. Naam, na hii ni mada ambayo tumeichukua kwa sababu ukitizama kwa sasa wananchi wengi wanashauriwa kutoka katika matumizi ya nishati za kupikia ambazo ni matumizi yale ya kuni na mkaa na kuingia katika nishati safi ya kupikia. So, lengo likiwa ni katika kuhakikisha wanatunza mazingira. Sawa, na tukaribishe msikilizaji ungane nasi mpaka tamati ya makala hii, na unayo nafasi ya kushiriki pamoja nasi ukitoa maoni yako, ukituambia ni madhara gani ya kimazingira yanaweza kutokana na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa. Na maoni yako msikilizaji atatuma katika namba ipi Sam? Atayatuma kupitia namba 0692573615. Mimi ni Somo Juma na mimi ni Samuel Lucas. Tukwambie karibu. Inuka uchangie sasa, indo fursa. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kupitia mradi wake wa tathmini ya rasilimali za misitu, unaonyesha kuwa tani milioni 1 za mkaa kila mwaka hutokana na ukataji wa misitu kwa matumizi ya kuni, mkaa, mbao, ujenzi na uchomaji moto misitu. Kutokana na utafiti huo, msikilizaji, inaonyesha maeneo mengi nchini bado yanakabiliwa na uharibifu wa mazingira, ambapo chanzo kikubwa cha uharibifu huo ni pamoja na uchomaji na ukataji wa miti hovyo kwa ajili ya kuni na mkaa kwa biashara na matumizi ya nyumbani. Na Sam, tunaona hali hii inajidhihirisha katika familia nyingi ambapo matumizi ya kuni na mkaa yameonekana kuwa ya hali ya juu, kwa sababu watu wanakata miti kwa ajili ya kuni, wanakata miti kwa ajili ya mkaa, na wengine inawezekana wanakata miti kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zao. Yale mabaki basi mtu mwingine anayachukua kwa ajili ya kuni. Ndiyo. Na hali hii sasa inajidhihirisha katika baadhi ya familia ambazo nimezitembelea. Nitaka tukufahamu kwa upande wao hizi familia ni nishati gani ambayo wanaitumia kwa ajili ya kupikia. Mambo. Mtoto Shikamoo. Maraba, unaitwa nani? Eliudi. Umekula nini? Fenesi. Nini fenesi? Odi. Karibu. Naona unapika hapa. Unaandaa nini? Naandaa chakula cha mchana. Naona hapa kuna kuni. Hizi kuni ni za nini? Hizi kuni za kupikia. Kwa nini unapikia kuni? Napikia kuni kwa sababu sina mkaa. Naona na mkaa pale. Mkaa huu ni wa kutengeneza vitu vingine, lakini kikubwa zaidi kinachonisaidia ni kuni. Kwa nini wewe utumie kuni na mkaa wakati wote? Yaani wakati mwingine mkaa unakuwa wa shida kupata, lakini kuni ni rahisi kupata kwa sababu unakimbia porini, unakata kuni, unaleta unapikia haraka. Sasa kuni zikikosekana na mkaa ukakosekana, utatumia nini katika kupikia? Yaani hapo kweli kuni zikikosekana na mkaa ukakosekana, hapo sasa itakuwa ngumu kabisa. Na unapataje hizi kuni? Kwa sababu hapa naona kuni ni nyingi, magunia ya mkaa pale. Unapataje hizi kuni na mkaa? Yaani mkaa wakati mwingine tunafuata kwa nao choma mkaa, afu wakati mwingine tunafuata wenyewe porini sasa kuni zenyewe. Kwa sababu ya masika ya mvua inabidi wana vyote kuni na mkaa. Una muda gani unatumia kuni na mkaa?
Na kama miezi miwili hivi. Na hapo nyuma ulikuwa unatumia nishati gani? Mkaa, ila kwa sasa unatumia kuni. Natumia na kuni kwa sasa. Kwa nini umeacha kutumia mkaa sana unatumia kuni? Kwa sababu ya mkaa kukosekana. Wakati mwingine tukitafuta mkaa tunakosa, kwa wale wakataji wa mkaa wanakosa vifaa vya kutumia kukata mkaa. Afu wakati mwingine wanafuatiliwa sana kushikwa kwa wale wanaokata mkaa bila vibali. Na kuni je? Kuni zenyewe hazina shida, maana tunakimbia porini tunatafuta kuni tunaleta. Unajua madhara ya kukata miti kwa ajili ya matumizi ya kuni? Sijajua madhara yake kweli. Ndio maana unaendelea kukata miti kwa ajili ya kuni. Ndio maana tunaendelea kukata kuni. Hamna nishati nyingine labda ya kupikia zaidi ya kuni na mkaa ambao unaifahamu? Naifahamu lakini uwezo mdogo. Ni nishati gani? Jiko la gesi. Ningekuwa na uwezo ningechukua jiko la gesi nikawa natumia, au umeme ungekuepo tungetumia hata jiko la umeme hivyo. Lakini gesi pia haihitaji umeme. Sawa, gesi haihitaji umeme lakini hela ndio bado hatujapata ya kununua gesi. Na nakutana na Bi Zainabu John ama Mama Jumanne. Hebu niambie unatumia nishati gani kupikia? Natumia kuni au wakati mwingine mkaa, ila sio sana ni kuni. Na upatikanaji wake ukoje wa hizi kuni ambazo unatumia? Yaani tunazifuata huko porini. Umeniambia kwamba mnaenda porini kuchanja kuni. Hapo mnakata miti, si ndio? Unafahamu madhara yoyote ya ukataji miti? Hamna. Kwa hiyo unakata miti kwa sababu ufahamu madhara ya ukataji miti? Nimeingia moja kwa moja katika mji wa Bi Mariam. Niko hapa jikoni kwake. Unapika nini hapo? Naona vinachemka. Nimetenga maharage. Naona hapo weka mizigo hapa ya kuni. Ni kwa ajili ya nini? Tunapikia vyakula. Kwa nini unatumia kuni? Hatuna uwezo wa kununua mkaa wala hatuna umeme. Wewe unafahamu madhara ya ukataji miti kwa sababu unatumia kuni? Mimi madhara ninayoyajua ya ukataji miti, tunapata ukame wa mvua. Sasa kama unafahamu kwa nini unaendelea kukata miti na kutumia kuni? Tunaenda kuchukua kule ambako wengine walikata wanaouza mkaa. Nishati gani nyingine unaweza kutumia endapo kuni zitakosekana? Mimi nafikiri kama viongozi wataweza kutusaidia na kututetea, wakatuletea nishati ya umeme, tunaweza tukaacha kukoka mkaa wala kukata miti. Tukienda kukata miti tena tunafanya uharibifu. Lakini mbona kuna maeneo mengine kuna umeme? Hao wenyewe wana hela, ni matajiri. Sasa sisi maskini tutafanyaje? Kwa hiyo kwamba ya umeme ukileta katika mji wako huu utaacha kutumia kuni? Wakituletea tunaweza kutafuta namna ya kutumia huo umeme ili tuache kutumia kuni. Sasa gharama za umeme utazimudu kweli kuweza kupikia umeme? Sasa kama ni kulipia ruku tu tunaweza. Inuka uchangie sasa, ndo fursa wenami. Tumewasikiliza hiyo familia ambayo wanatumia kuni. Ni familia tatu tofauti kama ulivyowasikiliza wakina mama hao, kwa sababu wakina mama ndio hasa wapishi. Na mmoja yeye nilikuta jikoni kwake kuna gunia la mkaa, sio gunia moja, ni magunia kama mawili ya mkaa na mizigo ya kuni. Ananiambia mkaa ukikosekana nitatumia kuni zikosekana nitatumia mkaa. Lakini wanasema kwamba tukipata umeme tunaweza tukaacha kutumia kuni na mkaa tukatumia nini? Tukatumia majiko ya umeme, ama mwingine akasema kwamba tukatumia gesi. Sawa. Na msikilizaji, kumbuka unaisikiliza, hii ni Sauti ya Jamii ambayo inakujia moja kwa moja kupitia Radio Kwizera FM. Na je, tupate nafasi ya kuweza kufahamu wananchi wana maoni gani juu ya matumizi ya nishati mbadala ili kunusuru misitu na kutokukata miti. Wananchi wengi wanashindwa kutumia nishati mbadala kwa sababu ya uwezo walionao. Wanatumia kuni na mikaa. Wengi wanatumia nishati za asili kwa sababu ya gharama, kwa sababu kwanza vinapatikana mazingira wanayoishi. Kwa mfano ukisema kuni ziko kila mahali, alafu hazina gharama. Mtu tu ni kuchukua muda wake na kwenda polini, katakata kuni leta. Alafu pia mkaa hauna bei kubwa ukilinganisha na nishati zingine ambazo zipo kwa sasa. Gunia la mkaa ni shilingi 15 mpaka 20. Anaweza kutumia hata miezi miwili au mwezi mmoja na kitu. Wakati gesi ambayo ni nishati mbadala kwa sasa imekuwa bei ghali. Jamii zetu zimeamini kwamba mkaa na kuni ndio nishati inayoivisha chakula vizuri.
Kwa kupikia gesi mnaona kama vile haitawezekana. Mimi naona changamoto inayosababisha kina mama au watu wengi wasitumie nishati mbadala, wasitumie vitu vya gharama kama gesi, umeme, ni uchumi. Uchumi unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo inatokea mtu anaona tu kwamba atumie mkaa na kuni, nishati ambayo inakuwa ni nafuu kwake. Kwa hiyo changamoto kubwa ni ugumu wa maisha, uchumi unakuwa mgumu. Kama serikali ambavyo imesema kwamba kata mti panda mti. Kwa hiyo tunapotumia kuni inabidi mazingira yatengwe kwanza, kwamba kwa wale wanaokata kuni, wanaochoma mkaa, inabidi mazingira yatengwe kwanza. Halafu yakitengwa, serikali iangalie, ifanye udhibiti, kuhamasisha wananchi wanapokata miti waweze pia kupanda miti. Katika jamii tunakotokea, tunaona kwamba watu wengi wanatumia mkaa na sio nishati mbadala kama tunavyosema majiko ya gesi, majiko ya kutumia umeme. Watu wengi wanatumia mkaa kwa sababu hawana kipato kile cha kusema mtu hana hela ya kununua gesi. Tukija kwenye huo upande wa nishati mbadala, sio kila mwananchi ataweza kutumia hiyo nishati mbadala. Kutunza mazingira, inatakiwa ukate mti, upande mti. Serikali ina nafasi kubwa ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa kufika moja kwa moja kwa wananchi vijijini na kuhamasisha kuhusu upandaji wa miti, lakini na utokata miti. Lakini pia kwa serikali nafasi kubwa ilionayo ni kuwekeza sana kwenye nishati mbadala. Kwa mfano kwenye gesi, ili kwamba gesi ipungue bei, tuweze kununua gesi kwa bei ambayo inakubalika au yani mwananchi yote anaweza kuimudu. Kwa hiyo mimi naishauri serikali iwekeze sana kwenye nishati mbadala, hasa kupunguza kodi na vitu kama hivyo kwenye nishati mbadala, hasa gesi. Mimi naona hapo serikali tunaangalia sana serikali kwa sababu ndo inatuongoza wananchi. Gharama za nishati mbadala upande labda wa umeme, wapo wanaotumia umeme, ipungue, iwe nafuu ili mwananchi aweze kutumia nishati hiyo. Pia upande wa gesi vile vile punguzo liwepo kwa mwananchi wa kawaida aweze kukidhi kutumia nishati ya aina hiyo. Sisi wananchi tunapopata maelekezo kutoka serikalini jinsi ya kutunza mazingira, tusichome ovyo mazingira, tusikate miti ovyo ovyo. Na maana zile sheria za utunzaji wa mazingira sisi wananchi inabidi tuzifate ipasavyo. Kinachopaswa kufanyika ni kwamba wadau wanaohusika na swala zima la nishati mbadala wajaribu kutoa elimu iliyo nzuri kuhusiana na swala zima la nishati mbadala. Lakini pia nijaribu kuishauri serikali ijaribu kupunguza bei ambayo inaweza ikasababisha wananchi wakamudu kuweza kununua hiyo nishati mbadala. Inuka uchangie sasa, indo fursa. Lakini Sam, tunajua kwamba zipo baadhi ya familia ambazo zinamudu gharama za nishati mbadala. Tukamsikilize mama huyu ambaye yeye anatumia nishati mbadala ambayo ni gesi. Hapa anatueleza utofauti uliopo kati ya matumizi ya gesi na mkaa. Kwa majina naitwa Esther Care. Tofauti yake, gesi inanisaidia kwa sababu kama pale ninapokuwa na haraka, tofauti na mkaa. Kwa sababu mkaa lazima niwashe kwanza mpaka nisubirie ushike, ndio nije nibandike sufuria, ndio nije nikoroge kama ni uji au ndio nije nichemshe. Kwa hiyo unakuta hiyo inakuwa ni ngumu kama nina haraka. Gharama ni tofauti kwa sababu gesi ina gharama kutokana na matumizi ya mtu. Na mkaa una gharama tena kutokana na matumizi ya mtu. Gunia la mkaa wastani mimi wananunua 20,000 mpaka 23. Na gesi najaza kwa 26,000. Ni inategemeana na uwezo wa mtu. Kuna mtu mwingine anaona yani kile kipato anatamani kutumia gesi lakini kipato hana. Ndio maana yake anashindwa sasa kutumia gesi. Mimi labda cha kuwashauri ni kwamba kama mtu ana uwezo wa kutumia nishati hiyo, kama ana uwezo wa kuipata, kwa sababu inatunza hata mazingira. Inuka uchangie sasa, indo fursa. Msikilizaji, katika kupanua mjadala huu, mwenzangu Samuel Lucas amefanya majadiliano na baadhi ya wanafunzi kutoka chuo cha Toso kilichopo wilayani Ngara mkoani Kagera ili kupata mitazamo yao juu ya mbinu gani zinaweza kutumika ili kupata nishati mbadala na kuondokana na uharibifu wa mazingira utokanao na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa.
Nipo na wanafunzi kutoka chuo cha Toso kinachopatikana wilayani Ngara, na sababu kubwa ya kuja kuzungumza katika hiki chuo ni kutaka kufahamu hawa wanafunzi wanafahamu nini wanaposikia neno tukisema uharibifu wa mazingira. Kwa jina naitwa Evelyn Filmon, nasomea katika chuo cha Toso. Kutokana na uharibifu wa mazingira kwa ninavyoelewa, kwa mfano kama kukata miti, hata kama shamba ni la kwako unapaswa kutumia njia mbadala. Kama una shida na kuni unaweza kukata mti, lakini unaangalia je, jirani yake kuna mti mwingine unaendelea kukua, na unapokata mti unapaswa kupanda mti mwingine. Mimi kwa majina naitwa Mgisha Living. Uharibifu wa mazingira ni pale mtu unapokata miti na kutopanda mti mwingine, kwa sababu kishangalia ukishakata miti mazingira yanaharibika. Mfano, ili umekata mti hujapanda mti au umekata mti jirani yake kuna mti mwingine, unakuta mazingira kama hayo miti yote umetoa inasababisha uharibifu wa mazingira kama mmonyoko wa udongo, ukosefu wa mvua na vingine mbalimbali. Kwa majina naitwa Clemens Conatus. Uharibifu wa mazingira ni kuondoa vitu kwenye mazingira ambavyo vinahitajika, mfano miti. Hiyo vitu ukiviondoa vinaweza kusababisha madhara kama ukosefu wa mvua, ukame pamoja na vitu vingine, lakini baadhi vinasababishwa na ukosefu wa teknolojia kama kuwepo kwa mitungi ya gesi. Asante kaka. Ikasema watu wanatumia kuni kwa ajili ya kupikia kama ndo sehemu sahihi ya kufanya mapishi yao. Kwako wewe unasemaje watu ambao wanakata miti kwa ajili ya kwenda kutumia nishati kama ya kupikia? Ukianza kujitambulisha. Kwa majina naitwa Happiness Oscar. Hawaharibu mazingira. Kwa sababu? Kwa sababu kuni zinawasaidia katika utumiaji kama huo kupika na matumizi mengine. Kwa hiyo sio kwamba wanaharibu mazingira. Dayunis akasema kwamba wale wanaokata kuni hawaharibu mazingira kwa sababu wanatumia katika shughuli zao za kupikia. Wewe kaka unasemaje? Kwa majina naitwa Elias Dan. Kwangu mimi naona ni uharibifu wa mazingira kwa sababu kuamua kutumia kuni kuna uwezekano wakawa hawana elimu ya kutosha ndio wakaamua kutumia kuni. Maana yake kama wakitumia kuni kuna uwezekano pia wakawa hawana pesa ya kununua vifaa kama mitungi ya gesi na biogas na vitu vingine. Pia unasemaje? Umesema watu hawana elimu, lakini kwamba kutumia kuni kama nishati ya kupikia ni sehemu mojawapo ya kuharibu mazingira. Kwako unasemaje? Ni kweli kutumia kuni sehemu mojawapo ya kuharibu mazingira, kwa sababu pale unapokata mti unakupasua na kutengeneza kuni, pale ulipotoa mtu unasababisha yale mazingira ulipo pale ulipata miti panaharibika. Ni ile niliyozungumza mwanzo kwamba mmomonyoko wa udongo na ukosefu wa vivuli kama watu wanavyotumia kupumzika katika mazingira haya. Mnashauri nini kifanyike ili kuondokana hii swala la uharibifu wa mazingira, hasa ukataji wa miti na uchomaji wa miti kwa ajili ya kutumia nishati kama ya mkaa pamoja na kuni? Tukianza na dada hapa, karibu. Unashauri nini kifanyike? Kwa majina naitwa Naomi Amoni. Naweza kushauri serikali ilete watu ili waweze kuja kutuelimisha kuhusu njia mbadala. Kwani wananchi hawafahamu matumizi ama njia mbadala ya matumizi ya kuni na mkaa? Wanapaswa kutumia kitu gani kingine? Unadhani elimu haiwafikii? Inawafikia ndiyo, lakini kwa sababu ya ukosefu wa hela mtu anaweza kushindwa kuvuta umeme, kununua gesi ili iweze kukidhi mahitaji ya kila mmoja mmoja. Mimi naona hapo cha kufanya ili tuepukane na huu ukataji wa miti. Watu huenda wanashindwa kutumia mitungi ya gesi. Niko naomba serikali kama inatusikiliza hapa, inavyotusikiliza, watu wapewe mitaji ili waepukane na ukataji wa miti kama una uwezekano. Kingine kinachoweza kusababisha ni ukosefu wa elimu. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa amekaa katika jamii yake maisha yake yote hajawahi kutumia mtungi wa gesi, hata kuwasha atashindwa. Ndio maana anaendelea kutumia miti kwa sababu hizo kuni na mkaa ndio walishazoea kutumia. Kwa hiyo hapo mimi nachoona ukosefu wa elimu. Kama watu, serikali inaweza kutuma watu kijijini wakaenda kutoa elimu kwa watu kama hao wanaotumia kuni na mkaa ili kupata namna kuelewa jinsi ya kutumia mitungi ya gesi. Mimi ninachoshauri serikali, kitu cha kwanza itoe elimu. Baada ya kutoa elimu, wale watakaoenda kinyume na elimu waliopewa au mafunzo waliopewa, baada hapo serikali itunge sera kali kwa ajili ya wale ambao wanaenda kinyume. Kwa majina naitwa Alex, natokea kijiji cha Brengo. Mimi ushauri wangu ni kwamba hata kama kuna watu wanaotumia kuni, inatakiwa pale wanapokata mti wajitahidi wapande mti mwingine. Kwa mimi nilikuwa naishauri serikali labda na baadhi ya vitu vingine shuleni pia vifundishwe. Kwa mfano kama hapa gesi, kuna watu wengine hata gesi hawaifahamu. Kuna mtu mwingine ukimwambia gesi atakuuliza gesi ni kitu gani. Kwa mimi nilikuwa naishauri serikali ipunguze bei ya gesi na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatumika mbadala wa kuni. Lakini pia kama watakuwa wameelimisha zaidi lakini wananchi wakaendelea kufanya ambavyo sivyo, inaweza kachukua hatua kali
na hapo kila mtu atatekeleza kila ambacho serikali imetaka tufanye. Inuka, uchangie sasa, hii ndo fursa. Unaendelea kusikiliza makala ya Sauti ya Jamii, ambapo leo tunaangazia uharibifu wa mazingira kutokana na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa. Endelea kutuma maoni yako katika namba zetu ambayo ni 0692573615 na maoni yako yatasomwa mara baada ya kipindi hiki. Mengi tumeyasikia Sam. Ndiyo. Lakini kabla ya kuhitimisha makala hii, tukamsikilize kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi misitu kanda ya Ziwa, Bwana Brantino Mgie, na hapa kwanza anaanza kutueleza hali ya misitu na utunzaji wa mazingira ilivyo kwa mikoa ya kanda ya Ziwa. Kwa ujumla wake, hali ya misitu ya hifadhi ya misitu kwenye mikoa hii imeimarika ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambapo ofisi kwa maana ya mamlaka ya wakala haijaanza. Labda nitugie fursa hii pia, labda nifanue kidogo kuhusu wakala, kwa sababu wengine wakana hawajui. Wakala wa huduma za misitu Tanzania ulianzishwa kwa mujibu wa sheria ya wakala mwaka 2010 na mwaka 2011 ndipo ulipozinduliwa na kuanzisha hizi ofisi za kanda. Kwa kanda yetu ya magharibi ni moja ya kanda 7 nchi nzima, na majukumu yetu makubwa kimsingi ni kusimamia utekelezaji wa majukumu yanayohusu usimamizi wa rasilimali za misitu pamoja na nyuki. Hivyo masuala ya sera tu ndio ambayo yamebaki chini ya idara ya misitu na nyuki chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa sisi ndio watekelezaji wakubwa wa majukumu ya usimamizi na utekelezaji wa sheria yetu ya misitu pamoja na majukumu yake. Kama nilivyosema, kwa sasa hali imeimarika kabla ya kulinganisha na huko nyuma, lakini bado katika kuimarika huko bado tunapata changamoto kadhaa ambazo nadhani kupitia kipindi hiki tunaweza wananchi tukahamasishana namna ya kushiriki kwenye uhifadhi. Changamoto kubwa ambayo tunaipata ni utowekaji au uharibifu wa misitu unaotokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu na shughuli kadhaa ambazo kwenye maeneo yaliyohifadhiwa nafanyika kinyume na sheria, hususan kufanya shughuli za kilimo cha kuhamahama au kufanya uvunaji usio wa kisheria kwa maana uvunaji haramu. Lakini kuna hii suala la biashara na matumizi ya mkaa, nayo ni moja ya kazi ambazo zinatuharibia misitu. Lakini pia masuala ya mioto pamoja na uchimbaji wa madini ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa, lakini pia na uchungiaji holela wa misitu. Mambo haya ndio ambayo sisi kwenye kanda yetu ya Ziwa mpaka sasa tunapoteza hekta karibia 3 hivi na kidogo kwa nchi nzima kwa mwaka, lakini hizo ni sensa ya mwaka 2010, na sisi kwenye kanda yetu inaonekana inachangia 5% ya upotevu wa misitu kwa nchi nzima kwa mwaka. Kwa kutumia rasilimali chache ambazo tunazo, tunahakikisha kwamba tunapunguza upotevu huu. Hizi ni takwimu ambazo zilitolewa mwaka 2010. Kwa hiyo tunaendelea vizuri kwa ujumla wake, ndugu mtangazaji. Sawa. Kamanda Mgie, nataka kufahamu, kuna dhana ama kuna mitazamo ambayo imejengeka katika jamii yetu ikiamini kwamba misitu ni chanzo cha nishati ya kupikia. Ninyi kama TFS mnachukua jukumu gani ama mnafanya jitihada gani kubadilisha mitazamo hii ya wananchi kwenda kutumia nishati mbadala? Labda ni ndugu mtangazaji, ni kurudisha nyuma kwamba tafiti zinaonesha nishati ya kuni na mkaa kwa nchi yetu kwa maana ya kaya, 96% za wananchi wetu wanatumia nishati ya kuni na mkaa kama chanzo kikuu cha nishati ya kupikia majumbani. Sio mtazamo tu, lakini huo ndio uhalisia. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuliona hili kwamba tuna haja sasa kubadilika kutoka kwenye matumizi ya nishati hii ya kuni na mkaa na kuhamia kwenye nishati safi, kwa maana ya kuhamasisha matumizi ya gesi, kwa kuhamasisha matumizi ya umeme.
Ni sauti ya kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi misitu kanda ya Ziwa, Bwana Brantino Mgie, akikamilisha mazungumzo na mwenzangu Samuel Lucas. Inuka, uchangie sasa, hii ndo fursa. Na sasa tunakwenda kukamilisha kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, na ni mengi ambayo umepata nafasi ya kuweza kuyasikiliza. Sijajua kwa upande wako, matumizi ya gesi ama matumizi ya kuni na mkaa, yapi ambayo yamepewa kipaumbele? Tunaona kwamba wengi wanatamani waachane na matumizi ya kuni na mkaa, waende katika nishati safi ya kupikia, ili kutunza gesi ama majiko banifu, ili kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Sauti ya Jamii kwa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwenzangu ni Som Juma, mwenzangu ni Samuel Lucas, tukutakie siku njema.